unaenda pharmacy, yule mfamasia anakuambia bwana, hapa kuna dawa hii 3000, hii 10000, hii 20000, lakini zote zinalenga kutibu ugonjwa moja. Kwa nini inashindikana kama awali iliwezekana kwamba huduma ya afya ilikuwa bure? Ukienda kwa wananchi wanakwambia kabisa, amka, usiku wa kuita usimame. Naam, hali ya afya nchini Tanzania, gharama za matibabu, mfumo wa uharamiaji na hatua za serikali kwa ujumla ndio kitu ambacho tunakwenda kuzungumzia siku ya leo hapa, na mimi naitwa Dani Kaboma the Icon mwenyewe, lakini hii ni Amka Podcast. Kikubwa zaidi, kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, naendelea kukuhimiza subscribe, kitufe ni hapo chekundu ambacho kimeandikwa subscribe. Ukibofya utakuwa umeshakuwa mwanafamilia yetu, na chochote kizuri ambacho kitakuwa kikihappen basi utakuwa wa kwanza kufikia. Lakini nakukumbusha pia tunapatikana kwenye mitandao mingine ya kijamii, nazungumzia Instagram, Facebook, Twitter, X pamoja na, kwa maana kwamba X pamoja na mitandao mingine pia jina ni moja tu, Amka Podcast. Nipo na mgeni wetu hapa, huyu anaitwa Nassor Kitunda, ni mchambuzi wa masuala ya kijamii kwa ujumla. Karibu sana. Asante sana. Unaendeleaje? Nashukuru. Ni furaha kuwa na wewe pia hapa leo. Mimi pia na furaha pia kuwa hapa. Okay, tukianza moja kwa moja, ukiangalia hali ya afya ya nchini Tanzania kwa tathmini yako kwa haraka unaweza kuzungumziaje? Nafikiri ni swala ambalo tutakujua kwamba hali ya afya lazima uangalie historia. Tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi, hasa katika hiyo eneo la afya. Na ni muhimu kutizama wakati tunapata uhuru. Tunakumbuka tulipata uhuru katika ikiwa nchi katika matabaka, uzoefu katika hali za afya kama unavyosema, na maeneo mengine ya elimu, na majaribio kadhaa yalifanyika hasa chini ya Mwalimu Nyerere na kutangazwa kwa Azimio la Arusha 1967, azimio ambalo lilitambua kwamba tumerithi matatizo hayo ya matabaka na hasa katika eneo hilo la afya. Na kuja kwa Azimio la Arusha ilikuwa kwanza kuweka sawa upatikanaji wa afya, kuondoa hayo matabaka katika maeneo ya afya. Na kipindi hicho Azimio la Arusha, afya ilikuwa inatolewa bure kwa muktadha huo. Na hata nikumbuka historia ya bibi yangu alikuwa ananihadithia namna afya ilikuwa inatolewa katika hali ya juu nzuri, katika hali ya juu sana. Unakuta mama mjamzito akiwa akipata uchungu kwenda hospitali, ambulance ilikuwa inaenda nyumbani kumfuata mama mjamzito. Nyumbani moja kwa moja. Okay. Na akifika kule baada ya kujifungua, nguo za mtoto wa kwanza hospitali ndio inatoa nguo za kumpokelea mtoto. Na uruhusiwa kwenda nyumbani, kulikuwa kuna magari special kwamba kutoa hospitali kupeleka majumbani. Na nesi huyu anambeba mtoto kumwingiza ndani, kuangalia je, mazingira ya ndani huko yako salama kumwezesha mtoto aweze kuishi. Kwa unaona kabisa kwamba kulikuwa na, chini ya Azimio la Arusha kulikuwa na mfumo wa afya ambao si tu kutoa huduma, lakini ulikuwa unatizama namna gani pia ya kuhakikisha kwamba binadamu huyu anakuwa salama katika mazingira yake. Kwa kama nilivyosema, kulikuwa na jaribio hilo ambayo afya hiyo ilikuwa inatolewa bila vikwazo. Lakini mbali na mafanikio hayo ambayo yalikuwepo katika mfumo mzima wa afya, uwepo wa hospitali, uwepo wa vifaa tiba, uwepo wa zahanati na vituo vya afya, kwamba kukawa sasa na condition, kukawa sasa na hizo masharti ambayo yalitoka katika watu wa IMF na World Bank, kwamba ili wape msaada, tuwapunguzie madeni, lazima serikali jiondoe katika kugharamia huduma za afya, huduma za jamii, na jukumu hilo kuliachia sekta binafsi. Na hapa ndipo tukapata msuko hasa katika eneo hilo la afya. Na hili tamu Mwalimu Nyerere alisema Azimio la Arusha liko kama ngazi kutupandisha katika mti. Kwa hiyo tukaingia sasa katika dhana ya uchangiaji wa matibabu, kutoka afya kuwa bure
Sasa tunaingia katika gharama ya uchangiaji ambayo tunaita cost sharing. Kwamba lazima uchangie katika kutoa huduma hiyo, gharamia huduma. Ambapo hapa sasa afya inatoka kutoka kwenye huduma kama hitaji la msingi la binadamu kwenda kwenye biashara ambayo tunasema commodification ya huduma hiyo ya afya. Na ndio hapo changamoto za huduma ya afya katika nchi yetu. Hiyo ndio ikaanza kurejesha tena matabaka ambayo nilisema kule baada ya kabla ya uhuru koloni walituachia hayo matabaka. Sasa kipindi hiki cha miaka 80 ambapo tunaingia katika masharti hayo ya marekebisho ya uchumi, mabadiliko ya uchumi, jukumu la afya likaanza kwenda kwa mtu mwenyewe. Uwezo wako wa mfuko uliokuwa nao ndio unaweza kuamua afya yako iweje. Kwa hiyo hapo matabaka kaanza kujengeka. Na hata dhana ya sasa ya bima nayo ikaanza kuibuka. Kwa sababu bima katika muktadha huu inatumika kama sehemu ya kuendeleza hayo matabaka, kwa sababu yenyewe inaamini kwamba ili upate huduma bora au upate afya lazima uwe na fedha ya kuweza kuigharamia. Sasa katika dhana ya kupata fedha, wapo ambao wana fedha na wapo ambao wasio. Kwa maana yake watakuwa na fedha watapata huduma bora zaidi. Wasiokuwa na fedha watapata huduma ambayo sio bora kama unaweza kusema katika mtazamo. Neno zuri ni lipi ambalo unaweza ukalisema kwa tathmini yako tulikotoka na hapa tulikofikia? Bado tunapoelekea ni pagumu zaidi. Kama nilivyosema, tulijaribu katika Azimio la Arusha na tuliona mafanikio, lakini sasa hivi huduma za afya, upatikanaji huduma za afya umekuwa ni changamoto, hasa kwa watu wasiokuwa na uwezo, watu ambao masikini na ambao ndio walio wengi katika muktadha wa maisha. Maana umekubali walio wengi ambao ndio masikini waweze kuikosa hasa ile huduma bora ambayo tunazungumza. Mitandao ya kijamii, vyombo vya habari, unaona kila siku watu wakiomba matibabu, wakiomba uchangiaji wa gharama za matibabu. Kwa hii inakuonyesha kwamba hatujafanya vya kutosha katika kuhakikisha kwamba afya inakuwa ni haki ya kila mtu katika jamii. Na hata wakati fulani kama unakumbuka, ilikuwa ikuja meli ya Kichina hapa. Maelfu ya Watanzania walienda kukimbilia kwa sababu huduma ilikuwa ni bure. Kwa hiyo nayo inakuonyesha kwamba kumbe watu wapo na matatizo, lakini kikwazo cha watu kupata huduma ya afya ni gharama za matibabu. Gharama za matibabu. Na hii inaweza kuonyesha kwamba mimi nishafanya tafiti katika maeneo haya ya afya. Gharama za afya na gani na afya wa Tanzania kwa ujumla. Niliwahi kuzungumza sana na manesi katika hospitali kadhaa hapa Tanzania. Wale manesi wanakuambia kwamba inafikia kipindi ndugu wanamtorosha mgonjwa katika wodi kwa sababu ya gharama kubwa. Wananchi wengi wanalalamika kuhusiana na gharama za matibabu na dawa kwa ujumla wake. Nataka kujua hapa, je, hali halisi ikoje kwa sasa? Nafikiri kitakwimu unaweza kaona kwamba dawa zinaongezeka katika hospitali, unaambiwa 90% au 80% ya dawa zinaongezeka. Lakini shida si upatikanaji wa dawa au matibabu. Matibabu yapo. Shida nini sasa? Matibabu yapo. Lakini shida kama nilivyozungumzia mwanzoni, kama utakumbuka, makosa tuliyofanya ni kufanya afya kuwa biashara au huduma za jamii kuwa biashara. Kwa watu wanatoa huduma hizi si tu kwa sababu wewe upone, lakini huduma hizi zinatolewa kwa sababu ya watu kutafuta faida. Na hii si tu kwa sema Tanzania, hii inazungumzia hata siasa, uchumi za kilimwengu. Kuna makampuni makubwa yanatengeneza haya madawa huko, yanatengeneza vifaa tiba, lakini havitengenezwi kwa sababu tu ya kusaidia watu pekee. Vinatengenezwa kwa ajili ya kutafuta faida, kwa ajili ya watu kunufaika, kwa maana kupata fedha katika hivyo. Ndo hapo shida kubwa iliyopo hasa katika huduma. Si kwamba huduma hazipo hizi. Ukienda hospitali kwetu humu vifaa hivi vimejaa, MRI, CT scan zimejaa, X-ray, ultrasound zimejaa katika huduma. Kila aina ya dawa zipo. Lakini shida kubwa kwamba tumekubali kuharisha kwamba afya iuzwe kama nyanya.
ama iuzwe kama nyumba ama gari, ambapo kimsingi tunajua kwamba tunaweza tukaishi bila gari ama nyumba, lakini hatuwezi kuishi bila afya. Kwa ukifanya afya tuione kama nyumba na tuweze kama unasema mwanzoni kuwekea bima, manake umekubali kwamba afya kuwa kitu cha ziada, ambacho si kweli kwamba afya ni kitu cha ziada. Kwa hiyo na hata unaweza kufanya utafiti mdogo tu, mfano wa dawa za malaria ambazo ziko katika nchi ya Tanzania. Dawa za malaria, unaona kuna utitiri wa dawa za malaria. Unaweza kuwa na aina hata 10-20 za madawa za malaria. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini tuna aina nyingi za dawa za malaria kama lengo ni kutibu malaria tu. Kwa hiyo tusiwe na dawa moja ambayo inaweza kutibu malaria. Kwa hiyo si tu dawa hizi ziko nyingi kwa sababu kumsaidia tu binadamu, lakini watu wanatengeneza kwa biashara. Na hapo ndipo unaposema changamoto hizi zinapotokea, na hata madaraja, matabaka ambayo tunayaona ndiyo yanaweza kwa unaenda pharmacy, ule mfamasia anakuambia bwana, hapa kuna dawa hii 3,000, hii 10,000, hii 20,000, lakini zote zinalenga kutibu ugonjwa mmoja. Sasa kwa nini tunakuwa na dawa hizi tofauti? Kama lengo kumsaidia huyu mtu binadamu aondoke na matatizo yake ya magonjwa na matibabu na apate matibabu. Kwa hiyo hapa lengo kubwa ni biashara ambayo unaiona hasa katika mifumo yetu. Hivi athari hizi za gharama za matibabu zinaonekana vipi hasa katika maisha ya kawaida ya Mtanzania? Hizo zinaonekana. Sasa hivi ukiwa una mgonjwa ni rahisi sana kuwa masikini. Mimi nishakutana na mtu kama nilivyosema, nimefanya utafiti katika afya haya. Na mama mmoja alikuwa analalamika katika moja hospitali kwamba ameuza vitu vyake vya ndani, alikuwa na bodaboda ameuza kwa sababu ya kugharamia huduma za matibabu. Kwa hiyo ni moja ya athari ambayo sasa hivi anaposema ukiumwa tu inaweza kurudisha sana nyuma, kutokana na ni moja ya athari kubwa ambayo inatokana na gharama za uchangiaji wa gharama za afya. Maana kama afya ingekuwa ni bure, mwananchi asihangaika kugharamia huduma hizo za. Hivi inawezekana kwamba afya kuwa bure? Inawezekana kabisa. Ni swala tu la vipaumbele, kuweka rasilimali katika eneo hilo na kuhakikisha kwamba rasilimali hazifujwi tu katika maeneo mengine. Kwa nini inashindikana? Kama awali iliwezekana kwamba huduma ya afya ilikuwa bure, kwa nini sasa hivi inashindikana hicho kitu? Na ndio maana nasema kwamba mfumo wa uchumi tuliokuwa nao, unaweza kusema mfumo wa uchumi wa kibepari ambao wenyewe unajikita zaidi na unasema kutafuta faida. Binadamu hawezi kuishi bila afya. Kwa hiyo ni muhimu sana hapo katika kuzingatia hiyo filosofia ya afya na namna ya kufanya afya hiyo kuwa na gharama nafuu kwa kila mtu katika nchi. Hiyo inaweza ikasaidia. Ukienda kwa wananchi wanakwambia kabisa kwamba bora afya ingekuwa bure, elimu angechangia. Kwa sababu anakwambiaje? Anakwambia naweza kutafuta fedha ili mtoto wangu akasome, naweza kabaki nyumbani nikatafuta fedha akaenda kasoma. Lakini afya uwezo kusema ungoje, uwezo kusubiri. Kwa haya pia ni solution hizo. Solution tu mimi tu. Wananchi wenyewe wana solution. Ya nini, namna gani ya utolewaji bora wa gharamiaji wa huduma za afya. Wananchi wanatoa vizuri zaidi. Niambie kuhusiana na mfumo wa gharama za huduma ya afya nchini Tanzania kwa sasa. Unafanyaje kazi? Mifumo yetu kama unavyojua kwamba kuna gharama hizo ambazo nafikiri Wizara ya Afya inatoa na miongozo ya uchangiaji wa gharama za afya. Lakini kwa maoni ya wananchi inaonyesha kwamba gharama hizo si rafiki hasa kwa wananchi zilizoko. Gharama za kujifungua bado ni mwiba hasa kwa Watanzania. Gharama za kupata ambulance. Na kulikuwa na mjadala hapa kwamba inakuwaje mtu anachangia ambulance. Ambulance inapaswa kuwa bure tu. Ilikuwa hata namba tu za simu zitakiwa ziwepo tu katika majumba yetu, kwamba mtu akiwa na mgonjwa hapo unapigia tu ambulance inakuja namchukua bila kujali kwamba umetoa bei gani. Okay, Nasoro, kwa muda mrefu kumekuwa na mifumo mbalimbali ya upatikanaji wa bima ya afya kwa makundi tofauti. Na mfumo huu nadhani umefanikiwa kwa kiwango gani kuwafikia wananchi hasa walio wengi? Nafikiri bado mfumo wa bima ya afya kwanza
umewapata watu wachache sana katika jamii. Nafikiri ni 8%. Kwa nini? Ya Watanzania ambao wana bima ya afya. Kwa sababu yenyewe imejikita zaidi kwenye sekta rasmi. Waajiriwa kwenye serikali na kwenye sekta binafsi. Zisizo sekta rasmi kuingia katika bima afya imekuwa na changamoto. Na hii kutokana na mwenendo wa bima yenyewe namna inapoonekana. Ukizungumzia mwenendo unamaanisha nini hasa? Mwenendo wa bima na namna inayofanya kazi. Okay. Kama nilivyosema mwanzoni, bima hii ya afya ilikuwa imejikita hasa kukava watu wengi tu. Lakini sasa hivi kwa muktadha wa bima yenyewe inakava watu kuanzia 4. Babu, bibi, shangazi, mjomba wameondolewa katika bima ya afya. Kwa hiyo inakinzana na ile utamaduni wa Afrika, utamaduni wa Kitanzania ambao unanitenganisha vipi mimi na dada yangu na kaka yangu. Kwa mwenendo huo pia nayo imepelekea nafikiri watu kusita kuingia katika bima hii hapa. Lakini pia namna inavyotolewa bima yenyewe. Kuna mfumo fulani wa matabaka ndani ya bima. Matabaka kwa maana ya mwanzoni kulikuwa na blue card na green card. Watu wakazungumza kwamba kuna matabaka haya, vikaja vifurushi vya bima ya afya. Ambavyo navyo vimekuwa vikiendeleza kile ambacho kilikuwepo katika kadi ya blue na kadi ya kijani. Ambapo sasa hizi zimekuwa na vifurushi, kulikuwa na vile vifurushi vya Najali, Wekeza, Afya, Najali Afya. Kulikuwa na vifurushi hivyo ambavyo vilikuwa vinaanzia kuanzia 120,000 mpaka 30,000, mpaka gharama ya milioni 1 huko. Kwa hiyo hii inakuonyesha kwamba ukichangia kidogo zaidi utapata kidogo. Ukichangia kikubwa zaidi utahudumiwa kwa ukubwa zaidi na kwa ubora zaidi. Kwa hii pia nayo haijakaa sawa na inaonyesha kwamba bado bima inapaswa kufanya vya kutosha katika eneo hili la kuondoa matabaka. Lakini pia masharti yaliyopo, inakuchagulia ugonjwa wa kuumwa. Maana ukichangia kama bima 50,000, niambie kwamba unaumwa ugonjwa wa figo ama ugonjwa wa moyo, itakwambia bima hii yako haiwezi ikatibu, haiwezi kutibu hii. Kwa maana yake bima inakuchagulia muda gani uumwe, kwa maana itakupa masharti mara ngapi uende ukatibiwe kwa wiki, lakini inakuchagulia ugonjwa gani unapaswa kuumwa, lakini inakuchagulia ndugu wa kumhudumia. Ndio hiyo nakuzungumzia kwamba sasa hivi ukiangalia katika fomu ile ya bima inakwambia tu pale mke, watoto au mama mkwe, baba mkwe au watoto kwa asili. Lakini pia inakuchagulia umri unaopaswa kuumwa. Kwa sababu bima hii pia kama unachagua unatumia bima ya mzazi, ikifika miaka 20 au 21 inapaswa uanze kukata bima yako mwenyewe. Hii pia ni changamoto ambazo katika mienendo ya bima iliyopo. Na hata ukiangalia hapa katikati kulikuwa mjadala pia wa Toto Afya kadi. Ambayo tukaambiwa kwamba watoto wanaumwa ni wengi kuliko wanaochangia waliojiandikisha katika bima ya afya. Ingawa pia tukasikia katikati pia ikirudishwa tena. Ndio. Kwa kumekuwa na huo kuteteleka hasa kwa mfuko wa bima afya ambao tunazungumzia hapa, mfuko wa bima afya kwa nchi ya Tanzania. Lakini pia kulikuwa na kile inaitwa bima afya ya jamii, CHF. Ambayo nayo ilikuwa inafanyika katika halmashauri mbalimbali katika wilaya mbalimbali. Baadaye ikawa iliyoboreshwa zaidi kwamba sasa unaweza ukatoa shilingi 30,000 ukakava kaya nzima kwa mwaka. Lakini ndio hiyo tunazungumzia kwamba hiyo 30,000 utakuwa tunaratibiwa magonjwa madogo, lakini makubwa yale utapaswa kugharamia zaidi, upate bima kubwa zaidi ili kugharamia matibabu yako. Okay. Hii bima ya afya kwa mfano kama sasa hivi tumeona serikali wakipiga promo kubwa sana kuhusiana na masuala ya bima ya afya. Unadhani ndio mwokozi wa Tanzania? Yaani Watanzania walio chini na hawa wa kawaida, bima ya afya ndio mwokozi wao? Mimi nafikiri ni sehemu bima ya afya, lakini si
si mwarobaini wa matatizo ya matibabu katika nchi. Na hili nalisema kwa sababu bado bima tulikuwa nayo inaonyesha kwamba inaendeleza hayo matabaka kanilosema, utofauti au utofauti wa huduma ambazo watu wanazipata katika hospitali. Imekuwa kidogo inaleta changamoto hasa kwa watu waliokuwa wengi ambao ni maskini. Kuna haja ya kufikiri zaidi ya bima afya. Kile kinachofanyika na kukata bima ya gari, kukata bima ya nyumba, tusilinganishe na afya. Afya ni kitu ambacho kiko ndani ya binadamu, si kitu ambacho kiko nje ya maisha ya binadamu. Kwa ukikatia bima, manake hawa walio wengi unapelekea matatizo makubwa katika kupata huduma za afya. Unaweza kupata huduma kika huduma ambayo sio bora zaidi kutokana na gharama ya mfuko, kwa sababu afya itakuwa inapimwa kwa uwezo wa mfuko wako. Na ndicho ambacho tunakiona sasa hivi. Ziko bima za afya sasa hivi zinaweza kupeleka India. Lakini Watanzania wangapi ambao wanaweza kutoa hela ya bima ambayo inaweza kupeleka India? Kwa lazima uwe na bima kwanza milioni 5, milioni 6, bima milioni 10. Hapo ukiangalia katika hali za wananchi wa Tanzania hawezi kukata bima ina hiyo. Kwa maana yake bima si mwarobaini, kwa sababu yenyewe nao unaweza kuona ndani ya mfumo wa bima kuna aina fulani ya kutafuta faida. Ndio maana unakuta kwamba kuna bima ya ndogo ndogo, kuna bima kubwa kubwa. Kuna bima za umma, lakini kuna bima za private ambazo kana kusema hizo zinaweza kupeleka India, zikakukatia tiketi ya ndege. Lakini ndio swali kujiuliza, kama lengo tu ni kuwasaidia watu wapate matibabu, kwa nini tunakuwa na tofauti kubwa ya viwango vya bima na huduma zinazotolewa katika hizi bima? Kwa sababu bima yako 50,000 haiwezi kukupeleka India na ukatiwa tiketi ya ndege. Kwa hiyo ni muhimu kwamba kutizama upya kama nilivyosema, na kujifunza pia kwa nchi nyingine namna gani wanafanya katika mfumo wa bima. Kwa nini bado wananchi wengi wanalazimika kulipia matibabu moja kwa moja? Kwanza kutokana na uchumi wa wananchi. Okay. Uchumi wa wananchi umekuwa ni uchumi mdogo ambao anapata fedha tu ya kula kwa siku, muda mwingine hapati. Hawezi akasema apata fedha ya kuwekeza kununua bima kubwa. Kwa sababu pia hapo lazima tujue, kwa sababu si tu bima, lakini una bima aina gani? Ni swali jingine la kufikiri hilo. Si tu kwamba kila mtu ana bima, lakini bima aina gani? Kwa sababu bima hizi ziko sawa. Ndio unaweza kuwa na bima, lakini bima ndogo ambayo pia ikawa si msaada kwa afya yako. Mimi naitwa Dani Kaboma, the icon mwenyewe, lakini hii ni Amka Podcast. Kikubwa zaidi, kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, naendelea kukuhimiza subscribe, kitufe ni hapo chekundu ambacho kimeandikwa subscribe. Ukibofya utakuwa umeshakuwa mwanafamilia yetu, na chochote kizuri ambacho kitakuwa kikihappen basi utakuwa wa kwanza kufikia. Lakini nakukumbusha pia tunapatikana kwenye mitandao mingine ya kijamii, nazungumzia Instagram, Facebook, Twitter, X. Jina ni moja tu, Amka Podcast. Amka, usiku wa kuita usimame.